Moja katika hatua muhimu sana ya kuapply mkopo wa HSLB ni kuwa na NAPA reference number, na bila kuwa na NAPA reference number huwezi ukakamilisha process za application hiyo ya mkopo. Sasa unachotakiwa kufanya wewe ni kuweza kupata NAPA reference number kwa ajili yako wewe, lakini pia kwa ajili ya mlezi au mzazi wako. Hakikisha unayo NAPA reference number ya kwako wewe, ya mzazi au ya mlezi. Sasa namna ya kuweza kupata, hatua ya kwanza kabisa utaenda kwa mtendaji wa serikali za mtaa. Naenda kwa mtendaji, atakusajili katika mfumo wa anwani za makazi. Atakusajili kwa kutumia namba yako ya simu, na baada ya kusajiliwa kwa kutumia namba yako ya simu utaingia Play Store moja kwa moja. Utaingia Play Store katika simu yako tu, utatumia simu yako kama una simu, au kama una kompyuta ni wewe mwenyewe. Utaingia katika simu yako pale, katika sehemu ya kusearch utasearch neno NAPA Tanzania. Ukisearch neno Tanzania, NAPA Tanzania, unachotakiwa kufanya ni kuinstall application hii ya NAPA. Kwangu mimi hapa tayari nimesha install kama unavyoona. Kwa baada ya kuinstall utaenda kuifungua, na ukishafungua application hii kuna hizi sehemu hapa, kuna hii sehemu ya jihudumie. Utagusa katika sehemu hii ya jihudumie, na baada ya kugusa sehemu ya jihudumie, basi moja kwa moja utaenda sehemu ya barua ya utambulisho. Kija katika sehemu hii ya barua ya utambulisho, utaingia katika sehemu hii ya barua ya utambulisho, then utabonyeza hapo na chagua njia mojawapo ya kuomba barua. Sasa katika kuomba barua, unachotakiwa kufanya wewe ni kuomba kwa kutumia namba ya simu. Utagusa katika sehemu hii ya namba ya simu, then hapo utaingiza namba zako za simu ambazo umezitumia wakati wa kusajiliwa katika anwani ya mkazi kule kwa mtendaji wako wa mtaa. Utaingiza namba zako hapo, then utabonyeza tafuta, na kama namba zimesajiliwa basi kuna msimbo au kodi ambazo zitatumwa katika namba yako ya simu. Ukiingiza zile kodi, utaenda moja kwa moja mpaka kufungua akaunti yako. Kuna sehemu utaikuta pale ya kuweza kujaza, utaweka picha yako, utachagua sababu ya kuomba barua ya utambulisho. Katika sababu basi utaweza kujaza ni kwa ajili ya mkopo wa wanafunzi wa elimu ya juu, na baada ya hapo utatuma maombi yako. Baada ya kukamilisha kutuma maombi, utarudi tena katika sehemu hii ya barua utambulisho, then utabonyeza fuatilia ombi la barua. Wakati ukikamilisha kutuma ombi, utapewa namba ya kufuatilia au kumbukumbu namba. Kwa hapa sasa utakuja kuingiza zile kumbukumbu namba zako. Mara nyingi zinakuwa tarakimu kama hizi. Utaingiza, zinakuwa na tarakimu hizi 3, 6, 9, 11, tarakimu 11. Ukigusa hapa basi utaweza kupata au kujua ombi la barua yako limefikia wapi. Utaweza kujua ombi la barua yako limefikia wapi. Ukifuata hatua hizi basi utaweza kupata NAPA yako kwa haraka kabisa kwa kutumia simu yako ya mkononi. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Pia usisahau kuweka katika sehemu ya comment section, tuandikie katika sehemu ya comment section maoni yako. Asante na karibu.